Hiki ni kitabu cha Ezekieli 3:1. Biblia inasema, nitasoma kutoka Ezekieli 3 mstari wa kwanza. Biblia inasema, akaniambia, mwanadamu, kula unachokula gomba hili, kisha enenda ukaseme na wana wa Israeli. Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Ezekieli. Ezekieli alikuwa ni nabii wa taifa la Israeli. Kitabu cha Ezekieli kiliandikwa kipindi Israeli wako kwenye utawala wa Babeli. Na kipindi hicho wana wa Israeli walikuwa wanatenda mambo yasiyostahili mbele za Bwana. Kwa hiyo Ezekieli akatumwa na Mungu kwenda kunena na taifa la Israeli. Kwa hiyo Ezekieli 3 inakwambia, mwana wa Adamu ambaye ni Ezekieli, kula gomba hili. Gomba inamaanisha maandiko. Endelea. Kisha enenda ukaseme na wana wa Israeli. Basi nikafunua kinywa changu, naye akanilisha lile gomba. Akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, ulijaze tumbo lako kwa hii gomba nikupalo. Ndipo nikalila, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali. Kwa hiyo Biblia inakwambia Ezekieli alilishwa gomba, ambalo hilo gomba inamaanisha ni maandiko au maneno ya Bwana. Vile vile ukienda kwenye Ufunuo 10:10, Yohana vile vile naye alikula hilo gomba. Kwa hiyo huu ni Ufunuo wa Yohana 10, itaanzia 9. Ezekieli aliambiwa kula gomba, lakini Yohana aliambiwa kula kitabu kidogo. Kitabu kidogo ni kitu? Kitabu kidogo inamaanisha hii Biblia. Kwa nini kinaitwa kitabu kidogo? Kwa sababu Biblia imeandikwa kwa namna ambayo ni ngumu kidogo kuelewa. Imeandikwa kwa ufupisho. Kwa hiyo nitaendelea kusoma. Huyu naye ni Yohana, aliambiwa vile vile kama alivyoambiwa Ezekieli. Nitasoma. Na sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni ilisema nami tena ikisema, enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Nikamwendea malaika yule nikamwambia kwamba unipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, kitwae ukile, nacho kitakuwa uchungu tumboni mwako. Kwa hiyo tumeona Ezekieli 3:1, yeye Ezekieli alipokila hiki kitabu kilikuwa ni kitamu mdomoni mwake. Lakini mstari mwingine unakwambia hiki kitabu kikifika tumboni mwako, tumbo lililoongelewa hapa inamaanisha ni akili au utambua. Kwa nini Biblia unapoielewa au unaposikia neno la Bwana mwanzoni linakuwa tamu kinywani mwako, alafu anakuambia tumboni mwako linakuwa chungu? Inamaanisha kwamba unapoielewa Biblia au unapoisikia neno la Bwana mwanzo utasikia habari za wokovu, lakini kadri unavyoendelea kusoma Biblia baadaye utasikia habari za hukumu. Alafu vile vile kadri unavyoendelea kuisoma Biblia utasikia kwamba Mungu pia anachukia. Sio kama kwenye kanisani nakwambia Mungu anapenda hata umfanyie kitu gani. Mimi mwenyewe nachukia ukifanyia kitu kibaya, ije Mungu. Kwa hiyo Mungu naye anachukia. Kuna watu Mungu anawachukia hapa duniani. Kwa hiyo huo ndio uchungu wa gomba au wa kile kitabu kidogo. Kwa hiyo nitaendelea kutoka Ezekieli 3:4. Akaniambia, mwanadamu, haya waendee wana wa Israeli ukawaambie maneno yangu, maana wewe ukutumwa kwa watu wa maneno mageni ama wa lugha ngumu, bali kwa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo habari za neema ya Mungu au habari za wokovu
ni kwa ajili ya nyumba ya Israeli. Na Biblia inakwambia, ukienda kwenye Yohana Mtakatifu 3:6 inakwambia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Agano Jipya liliandikwa kwenye lugha ya Kigiriki. Agano Jipya liliandikwa kwenye lugha ya Kigiriki. Kwa hiyo unaposema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, unatakiwa uelewe ni ulimwengu gani unaongelewa pale. Hata kwenye Kiswahili kuna ulimwengu wa aina nyingi. Mimi na wewe tunaweza tukawa tunaishi wote Matola, lakini tunatoka ulimwengu tofauti. Kwa nini? Mimi naweza nikawa napanda daladala, wewe unapanda gari lako. Hivyo hivyo kwenye magari kuna utofauti. Wewe unaweza kuwa unamiliki gari la milioni 3, mimi namiliki gari la milioni 5. Au mimi namiliki gari la milioni 40, wewe unamiliki gari la milioni 3. Kwa hiyo huo ni ulimwengu tofauti. Kuna ulimwengu wa matajiri, ulimwengu wa maskini, ulimwengu wa madaktari. Wewe mtu wa kawaida ukienda kwenye ulimwengu wa madaktari hauwezi ukaelewa wanachoongea. Kwa hiyo Biblia inapokuambia kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, unatakiwa uelewe alikuwa anaongelea ulimwengu gani. Lile neno ulimwengu linaenda kwenye lugha ya Kigiriki inayomaanisha cosmos au cosmology. Kama nilivyokuambia, Agano Jipya limeandikwa kwa lugha ya Kigiriki. Kwa hiyo kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu ikimaanisha cosmology kwa lugha ya Kigiriki. Au ukienda kwenye Kilatini. Kwa hiyo kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu haijumuishi kila mtu. Unatakiwa uulize Mungu aliupenda ulimwengu gani, kwa sababu kuna ulimwengu wa aina nyingi. Kuna ulimwengu wa China, ulimwengu wa Afrika, ulimwengu wa wazungu. Wewe unaposema Mungu alitupenda watu wote, alafu mzungu mwenzako hafanyi hata kazi lakini anaishi maisha mazuri. Wazungu wao hapa duniani hii ni mbingu yao. Alafu wewe bado unaambia kwa maana jinsi Mungu alitupenda ulimwengu akafa kwa ajili ya kila mtu. Kwa hiyo unatakiwa uelewe ule ulimwengu ni ulimwengu gani. Kwa hiyo Biblia inaposema, itaenda Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Kituo, kama nilivyokuambia, kuna ulimwengu wa aina nyingi. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, ulimwengu gani? Kwa sababu Biblia inadili na kabila za watu au inashughulika na kabila za watu. Na kulingana na Biblia hapa duniani kuna mataifa 18 tu. Kuna Waafrika, kuna wana wa Israeli, kuna Waarabu, kuna wazungu. Wa Waafrika kuna mataifa 4 ambao ni Misri, kuna Ethiopia, kuna Putu ambaye ni Libya. Kwa hiyo Biblia inaposema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, anamaanisha ulimwengu gani? Nimesha kwambia Agano Jipya liliandikwa kwenye lugha ya Kigiriki. Lile neno ulimwengu linaenda kwenye neno la Kigiriki linaloitwa cosmology. Na ukienda kwenye nchi za wenzetu kuna kitu kinaitwa the study of cosmology. Yaani unasomea cosmology. Kwa mfano kwenye somo linaitwa geography kuna sekta nyingi. Kuna astrology ambao ni unasomea nyota na mwezi na kila kitu. Unaweza ukasomea mambo ya majini, kwa Kiingereza tunaitwa aquarium. Kwa hiyo zote hizo tunaita cosmos au ulimwengu. Kwa hiyo ndani ya hilo somo geography kuna vipengele vingi. Au ndani ya hii dunia ukiwatenga watu kulingana na familia, kuna ulimwengu wa aina tofauti tofauti. Ulimwengu wa wana wa Israeli sio sawa na ulimwengu wa kila mtu. Kwa hiyo kupitia Biblia tuende tukaone ni wakina nani hawa ambao huyu Mungu aliwapenda akamtuma mwanae wa pekee aje kufa kwa ajili yao.
Kwa hiyo hii ni Wagalatia 4 mstari wa 4. Kupitia maandiko au kufuatilia maandiko tutaweza kujua kwamba huyu Yesu au anayeitwa Yesu aliupenda ulimwengu gani? Huyu anayeitwa Yesu au Yesu aliupenda ulimwengu gani? Kwa hiyo nitaenda kusoma. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke. Kwa hiyo Biblia inakwambia Yesu alizaliwa na mwanamke. Ukienda kwenye Luka 1 unaambiwa, kwenye Marko unaambiwa kwamba alizaliwa kwa njia ya mwanamke chini ya sheria. Ukienda kwenye Kiingereza wanakwambia kuna kitu kinaitwa purification law. Wana wa Israeli ilikuwa kwamba mwanamke akizaa mtoto wa kiume au wa kike, mwanamke yule alikuwa anatengwa kwa sababu walikuwa wanasema kwamba amenajisika. Kwa hiyo anatengwa kwa siku 8, wengine walikuwa wanatengwa kwa siku 6. Kwa hiyo na Mariamu mama yake Yesu na yeye alifanywa hivyo hivyo. Kwa hiyo hii inakwambiaje? Ndio maana Biblia inakwambia Yesu ni mbali ya Daudi. Kwa maana nyingine inakwambia Yesu ametoka kwenye shina la Daudi. Tunaposema shina tunamaanisha nini? Tunaposema shina tunamaanisha kwamba Mariamu na Josefu walifanya tendo la ndoa, akazaliwa mtu anaitwa Yesu. Ndio kuzaliwa chini ya sheria. Kwa hiyo kama tunavyoona Wagalatia 4:4. Kwa hiyo Wagalatia 4 mstari wa 4 nitarudia tena. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Kwa hiyo lile swala kwamba kuna kitu kinaitwa Roho Mtakatifu kilimpa mimba Mary, hilo kwenye Biblia alipo. Kwa sababu Biblia inakwambia Yesu alizaliwa kwa kupitia mwanamke, sio hapo tu, bali inaendelea na kukwambia kwa njia ya sheria. Ukienda kusoma sheria huko nyuma utaelewaje kwamba mtu alikuwa anazaliwaje kwa njia ya sheria. Kulikuwa kuna taratibu za kufuata. Kitu kinaitwa taratibu za kutengwa. Kwa hiyo haya maswala sijui Roho Mtakatifu alimpa mimba Mariamu akazaliwa Yesu, hicho kitu kwenye Biblia hakipo. Biblia inaposema kwamba Roho Mtakatifu atakujiria na utapata mimba, ilikuwa inamaanisha kitakachozaliwa ni kitakatifu. Ile mbegu itakayoenda kwa Mariamu itakuwa na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Ili kuthibitisha zaidi, ndio maana Yesu anaitwa mbari ya Daudi. Unaposema mbari unamaanisha ni mbegu kutoka kwa Daudi. Unaposema mbegu, kwa mfano kama mimi na baba yangu na mama yangu walipokutana, ukoo wa kwa mzee Runai ambaye ni babu yangu ukaendelea kupitia ile mbegu ya baba yangu. Kwa hiyo Yesu unapomuita ni mbari ya Daudi, unamaanisha kwamba ile mbegu kutoka kwa Daudi mpaka kwa Josefu iliingia kwa Yesu. Kwa hiyo ndio maana anaitwa mbari ya Daudi. Kwa hiyo swala la kwamba Yesu alizaliwa kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu alimpa mimba Mariamu, hilo swala halipo. Na swala la kwamba Maria bado ni bikira, huo ni uongo, kwa sababu Yesu alikuwa na wadogo zake 4. James aliyeandika kitabu cha James pia alikuwa ni mdogo wake na Yesu, na aliyeandika kitabu cha Yuda alikuwa ni mdogo wake na Yesu. Kwa hiyo Yesu alikuwa ni mzaliwa wa kwanza wa Yosefu, alikuwa na wadogo zake 4. Kwa hiyo lile swala la kwamba Maria bado ni bikira, huo ni uongo. Hizo ni tamaduni za wanadamu, na hizo tamaduni za wanadamu zimeanza kutoka utawala wa Babeli. Ndio maana nimekusomea Ezekieli 3. Ezekieli alipotuma kwa wana wa Israeli walikuwa wanaishi Babeli, akawaonye kwa mambo waliokuwa wanayafanya. Mambo yaliyokuwa yanafanyika Babeli ilikuwa inajumuisha na hii kitu inaitwa kuzaliwa kwa kupitia nguvu za Roho Mtakatifu.
kwamba Roho Mtakatifu anampa mwanamke mimba, anazaliwa mtu. Kwa hiyo nitaendelea. Amezaliwa chini ya sheria kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria. Kwa hiyo tumeanzia kwenye Yohana Mtakatifu 3:16. Tukasema kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, ninakueleza kwamba huo ulimwengu kwa Kigiriki inaenda kwenye neno linaloitwa cosmology. Kwa hiyo ulimwengu uliokuwa unaongelewa pale ni ulimwengu wa watu waliokuwa chini ya sheria. Na ukirudi kwenye vitabu vya sheria, Biblia inakwambia watu waliopewa sheria ni wana wa Israeli peke yake. Kwa hiyo Yesu alizaliwa chini ya sheria, akapewa mwili dhaifu kama wetu, akaishinda dhambi kwenye huu mwili kama sisi tulionao. Alizaliwa kwa dhambi. Unaposema kwamba Yesu alizaliwa chini ya sheria, inamaanisha alizaliwa kwa dhambi. Kwa hiyo kwa Kiingereza ile kuzaliwa kwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu alimpa mimba Mariamu, kwa Kiingereza tunaita immaculate conception. Unaona? Kwa hiyo swala la kwamba Roho Mtakatifu alimpa mimba Mariamu, kwa Kiingereza tunaita immaculate conception. Yaani kwamba Yesu alizaliwa bila dhambi, kwamba lile tendo la ndoa halikufanyika, ndio maana inaitwa immaculate conception. Lakini Wagalatia 4:4 inakwambia hakuna kitu kinaitwa immaculate conception. Wagalatia 4:4 inakwambia Yesu alizaliwa chini ya sheria, alizaliwa chini ya dhambi. Kwa hiyo tendo la ndoa lilifanyika pale. Kwa nini Yusufu alitaka kumwacha Mariamu alipogundua na mimba? Kwa sababu Israeli zamani kulikuwa kuna sheria. Israeli zamani kulikuwa kuna sheria, mwanamke anayepata mimba kabla ya zile sherehe au ule utaratibu wa wazee kukaa hujafika alikuwa anapondwa mawe. Ndio maana Yusufu aliamua kumwacha Mariamu kwa siri. Kwa hiyo mtu asikudanganye kwamba Yusufu alimposa Mariamu alafu akashtukia tu ana mimba kupitia Roho Mtakatifu. Ni uongo, na hizo ni tamaduni za wanadamu. Haijalishi ukubwa wa kanisa lako ukoje. Unaona? Haijalishi kanisa lako ni kubwa kiasi gani, lakini kama wanachokufundisha kuandikwa huko ndani, huo ni uongo. Kitu cha kwanza kinachofundisha ambao ni uongo kama Yesu alikuja kufa kwa ajili ya kila mtu, hicho kitu hakipo kwenye Biblia. Ndio maana wewe ukijiangalia Mwafrika na mzungu tuko tofauti. Unaona? Yaani mzungu ambaye hana kazi anaweza kununua gari ambayo daktari anatembelea huko Afrika. Kwa hiyo hapo kuna utofauti. Unaona? Na Mungu anashughulika na makabila. Au Mungu anadili na makabila. Kabila linabadilika linakuwa nchi. Wakiona kwenye Biblia kuna makabila 18 tu. Kwa hiyo nitaendelea. Kwa hiyo huyu ni Yohana tena, tunaendelea pale pale kwa Yohana kufafanua kwamba wokovu si kwa ajili ya kila mtu. Wokovu ni kwa ajili ya watu waliokuwa chini ya sheria. Yesu alikuja kufa kwa ajili ya wana wa Israeli. Na nitakwambia wana wa Israeli ni wakina nani kulingana na Biblia. Sio kulingana na dini au historia, kulingana na Biblia au kulingana na nabii za Biblia. Nabii za Biblia zinakueleza Israeli atakuwa anaishi maisha gani hizi siku za mwisho. Na nabii za Biblia zinakueleza kwamba hawa watu watapitia maisha gani, ikiwemo utumwa, kukataliwa na umaskini, ardhi yao kuibiwa na kukaliwa na mataifa. Kwa hiyo hili ilikuwa ni, tunasema ni tukio la Yesu na yule mama Msamaria. Unaona?
ilikuwa ni tukio la Yesu na yule mama Msamaria. Na ukienda kwenye mafundisho ya dini, kwa mfano wanaoenda kusoma theology, watu wanaoenda kusoma Biblia, kwa mfano huko Vatican au wapi, ukienda kusoma kitu kinaitwa theology au mafundisho ya Biblia, wanakuambia yule mama Msamaria na Yesu, huyo ndio mtu wa kwanza kuhubiri injili kwenye Biblia. Lakini huo sio ukweli. Hiyo sio point ya msingi kwenye hilo tukio la mama Msamaria na Yesu. Kwa hiyo nitaenda kusoma kidogo hapo. Hii ni Yohana Mtakatifu 4 mstari wa 16. Yesu akamwambia, nenda kamuite mmeo uje naye. Yule mwanamke akamjibu akasema, sina mme. Yesu akamwambia, umenena vema, sina mme, kwa maana umekuwa na wanaume 5, naye uliye naye sasa siye mme wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa una bii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi kusema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudu. Kwa hiyo hapa tunamuona huyu mama Msamaria. Huyu mama Msamaria, Wasamaria ni watu waliokuwa wanaishi sehemu yaliyokuwa makao makuu ya mtawala wa kaskazini wa Israeli. Kwa sababu ukienda kwenye historia, Israeli iligawanyika mara mbili. Kulikuwa kuna ufalme wa kusini na ufalme wa kaskazini. Ufalme wa kaskazini makao makuu yake yalikuwa Samaria. Ufalme wa kaskazini ulikuwa unatawaliwa na Yeroboam. Ufalme wa kusini ulikuwa unatawaliwa na Rehoboam. Baada ya Israeli kugawanyika mara mbili, mfalme Suleiman alipokufa. Kwa hiyo ufalme wa kaskazini makao yake yalikuwa Samaria. Lakini baadaye ule ufalme wa kaskazini ambao ulikuwa unajumuisha makabila 10 ulichukuliwa kwenda utumwani sehemu inaitwa Asiria. Kwa hiyo pale Samaria pakabaki tupu. Kwa hiyo watu mbalimbali wa mataifa mengine wakaja kukaa pale Samaria. Mmoja wa watu hao alikuwa ni huyu mama Msamaria aliyekuwa anaongea na Yesu. Kwa hiyo huyu mama Msamaria akamwambia, baba zetu wameabudu kwenye hii miti, kwenye hii milima, na nyinyi mnasema Wayahudi. Sasa Wayahudi wanasema mahali pa kuabudia ni Yerusalemu. Kwa hiyo tuone Yesu alimwambiaje huyu mama Msamaria. Kwa hiyo Yesu akamjibu 22. Akamwambiaje, ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho. Kwa hiyo huyu mama Msamaria alikuwa anawakilisha mataifa mengine yoyote. Tofauti kati ya mataifa mengine yote na taifa la Israeli ni kwamba mataifa mengine wanaabudu wasichokijua. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa Israeli, na Israeli ndio waliopewa sheria, na Israeli ndio waliopewa jina la Mungu. Unaona? Tuendelee kusoma. Yesu akamwambia mama, kwamba ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Kwa hiyo Biblia inakwambia kwenye Yohana 4:22 kwamba wokovu watoka kwa Wayahudi. Ukienda kwenye Biblia ya Kiingereza, King James Version inakwambia salvation is for the Jews, kwamba wokovu ni kwa wana wa Israeli. Kwamba wokovu ni kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo hawa wana wa Israeli ni wakina nani? Na ni kwa nini kuna tofauti ya gap kubwa kati ya Mwafrika na mzungu? Kwa hiyo nitaendelea kusoma.
Kwa hiyo huyu ni Yeremia 10:10. Inaendelea kukwambia kwamba wokovu ulikuwa ni kwa ajili ya wana wa Israeli, na Yesu alikuja kufa msalabani ili kuwakomboa waliokuwa chini ya sheria, chini ya laana ya sheria. Huyu ni Yeremia 10, nitaanzia mstari wa kwanza. Yeremia 10:1. Enyi nyumba ya Israeli, ukisema nyumba ya Israeli unamaanisha yale makabila 12. Msikieni neno awaambiayo Bwana. Bwana asema hivi, msijifunze njia za mataifa. Kwa hiyo Biblia inawaambia wana wa Israeli wasijifunze njia za mataifa. Moja kati ya njia za mataifa ni kusema kwamba Mariamu alipewa mimba na kitu kinaitwa Roho Mtakatifu. Huo ni utamaduni wa mataifa na kuna historia ya hiyo mambo. Moja kati ya utamaduni wa mataifa mwingine ni kusema kwamba Mungu ana nafsi tatu. Huo ni ujinga na hakuna kitu kama hicho. Kila wakati Yesu alipokuwa anasimama kuongea alikuwa anamtaja Mungu kuwa ni baba yake. Alafu kuna mtu anakuambia Mungu ana nafsi tatu. Huo ni ujinga na ni utamaduni wa mataifa pia. Tunaposema kwamba Yesu ni mzaliwa pekee wa Mungu, tunamaanisha nini? Kwa hiyo tunaendelea. Tunaposema kwamba Yesu ni mzaliwa pekee wa Mungu tunamaanisha nini? Au tunaposema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Unajua unapokuja kwenye lugha, Kiswahili ni lugha ambayo haikukamilika. Lugha pekee ambayo imekamilika ni Kiebrania na Kigiriki kidogo. Kwa hiyo unaposema Mungu aliziumba mbingu na nchi, mimi naweza nikakuuliza unaposema Mungu unamaanisha nini? Ukienda kwenye Kiebrania, kumbuka Waarabu pia nao wanaongea Kiebrania, lakini Kiebrania kinachoitwa Aramaiki. Kwa hiyo unaposema Mungu aliumba mbingu na nchi, unapoenda kwenye Kiebrania inamaanisha Allah, Allah. Na hiyo unapokuja kwenye Kiingereza tunamaanisha powers. Kwa hiyo unapoona lile neno Mungu aliziumba mbingu na nchi, haimaanishi Mungu mwenyewe Baba. Kwa hiyo yule aliyekuwa anaumba pale mwanzo alikuwa ni Yesu, sio Mungu mwenyewe. Sasa tunapokuja kwenye neno kwamba Yesu ni mzaliwa pekee wa Mungu, tunapokuja kusema kwamba Yesu ni mzaliwa pekee wa Mungu tunamaanisha nini? Kwa hiyo turudi kwenye maandiko. Nimekwambia neno Mungu, unapoona Biblia inakwambia Mungu aliumba,
haimaanishi ni Mungu Baba. Ndio maana kwa Yohana 1 anakwambia hakuna kitu kilichofanyika pasipokuwa na huyo neno, na huyo neno alifanyika mwili. Kwa hiyo hiyo inakuonyesha kwamba Yesu ndio aliyefanya uumbaji. Kwa hiyo watu wanapoona kwamba Yesu alifanya uumbaji na ukirudi Mwanzo anasema kwamba Mungu aliumba, kwa hiyo wengi wanafikiria ni Mungu Baba ndio aliyeumba. Unaona, wengi wanafikiria kwamba ni Mungu Baba ndio aliyeumba, lakini sio hivyo. Aliyefanya ule uumbaji au ule uumbaji umefanywa na Yesu. Yesu akiwa neno. Tunaposema neno tunamaanisha roho. Tunapoenda kwenye Kiingereza tunamaanisha spirit. Yaani mimi mama ukishadulia mimi faster. Sasa unaendesha ile kule basi. Shaleni. Unaona? Kwa hiyo tunaanza, huu ni Mwanzo 1 mstari wa 1. Biblia inakwambia hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Unapoenda kwenye Yohana 1 anakwambia yule neno ambaye ni Yesu, kila kitu kilifanyika kupitia yeye. Lakini huko anakwambia Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo wengi wao wanafananisha hii mistari miwili, wanasema kwamba Mungu ana nafsi tatu, na ile nafsi ya tatu ilikuja ikavaa mwili ikaja duniani. Swala sio hilo. Mwanzo anaposema Mungu aliziumba anamaanisha kwa Kiingereza power. Kwa hiyo neno Mungu linaenda kwenye neno la Kiebrania linaomaanisha Allah. Kwa hiyo Waarabu au Waislamu wanaposema Allah, hilo ni neno la Kiebrania linaomaanisha Mungu. Na unaposema Mungu haimaanishi ni yule Mungu Baba, yule Mungu mwenyewe. Kwa hiyo unaposema Mungu aliziumba mbingu na nchi, tunaenda kwenye neno linaitwa Allah au power. Kwa hiyo jina Allah sio jina la Mungu. Hilo linamaanisha tu, hata wana wa Israeli walikuwa wanaitwa miungu, nao wanaitwa Allah. Neno Israeli kwa Kiebrania linaitwa Yasha Allah. Kwa hiyo ile Allah inamaanisha ni nguvu. Kwa hiyo ukirudi ukasema hapo mwanzo Mungu aliziumba, unasema hapo mwanzo nguvu aliziumba. Kwa hiyo Yesu ndio aliyefanya uumbaji. Lakini Yesu sio nafsi ya Mungu. Kwa nini Yesu anaitwa mzaliwa pekee wa Mungu? Kwa sababu kilichotokea mwanzo ni kwamba unapoenda kusoma kwenye kitabu cha Wakolosai, Paulo pale anakupa ufafanuzi. Anakuambia kwamba Yesu alikuwa ni kiumbe cha kwanza kuumbwa. Kwa Kiingereza tunasema the first creature to be created. The first creature to be created. Kwa hiyo Mungu alichokiumba ni alimuumba mwanaye wa pekee ambaye ni Yesu. Alafu baada ya hapo Mungu akampa ramani ya uumbaji Yesu, akamwambia kaumbe. Kwa hiyo ndio maana Yesu anaitwa ni neno linalotoka kwa Mungu. Kwa sababu Mungu aliumba kitu kimoja tu. Mungu alimuumba Yesu, alafu Yesu akapewa ramani ya uumbaji. Yeye na malaika wakafanya uumbaji. Ndio maana unaambiwa Mungu. Alafu ukienda Mwanzo 2 unaambiwa Mungu Baba. Unaona? Kwa hiyo inabadilika. Kwa hiyo nitasoma Wakolosai 1 utaanzia mstari wa 9. Unasema kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu,
ili mjazo maarifa ya mapenzi yake katika hekima yao ya ufahamu wa Roho. Kwa hiyo maarifa inaenda kwenye uelewa wa maandiko. Mwenende katika ulio wajibu wenu kwa Bwana, mkipendeza kabisa, kuzaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu, mkiwezeshwa na uwezo wake kwa kadri ya nguvu na utukufu wake, mpate kuwa saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliye wastahili kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye na ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Unaona? Kwa hiyo Paulo alikuwa anamwelezea Yesu kwamba Yesu kupitia Yesu kufa msalabani tulipata maarifa ya uelewa wa Biblia. Hiyo inamaanisha nini? Hata manabii walioandika Biblia hawakuielewa Biblia. Ndio maana unapoenda kwenye kitabu cha Danieli mwenyewe alikuwa anauliza haya mambo ni kitu gani? Akaambiwa na Mungu kifunge hiki kitabu mpaka siku za mwisho, ambao ndio sasa hivi. Unaona? Ndio maana Yesu alipokufa lile pazia lilikatika la hekalu, lilikatika mara mbili. Hiyo ilikuwa inamaanisha kwamba hiki kitabu siku za mwisho watu watafuata kukielewa. Na hapa point niliyokuwa naongelea ipo kwenye mstari unaofuata, kwamba Yesu ni kiumbe cha kwanza kuumbwa na Mungu. Baada ya hapo Yesu alifanya uumbaji wote. Mungu hana nafsi tatu, hakuna kitu kama hicho. Watu wanakuambia kanisani Mungu ana nafsi tatu. Nafsi moja ilijitoa ikaja duniani kufa. Huo ni ujinga. Alafu hiyo nafsi ikarudi mbinguni ikakaa kulia kwa Mungu Baba. Yaani kwamba Yesu amekaa kulia kwa Mungu kwenye kiti cha enzi. Alafu mtu hapo anakuambia Mungu ana nafsi tatu. Hicho kitu hakipo. Kitu cha kwanza ambacho ni uongo ni kwamba Yesu alizaliwa na Roho Mtakatifu. Huo ni uongo wa kwanza. Uongo wa pili ni kwamba Mungu ana nafsi tatu. Huo ni uongo wa pili. Yaani huo hata mtoto ala kwanza anajua huu ni uongo. Ndio maana nikakusomea Yeremia 11 kwamba hii Biblia ilipewa kwa ajili ya wana wa Israeli, na wao mwanzo ndio walikuwa makuhani. Kwa hiyo nitasoma mstari wa 16 au wa 15. Naye ni mfano wa Mungu aliyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa nini Yesu anaitwa ni mfano wa Mungu? Kwa sababu ukimwona Yesu umemwona Mungu. Alipokuwa Yesu hivyo ndivyo Mungu alivyo. Kwa hiyo unaambiwa kwamba Yesu ni mfano wa Mungu. Inamaanisha kwamba ukimwona Yesu ni sawa na umemwona Mungu. Ndio maana Filipo alipomuuliza kwamba tuonyeshe Mungu, Filipo alikuwa anamwambia Yesu kwamba tuonyeshe Mungu, hiyo yatutosha. Kwamba tuonyeshe Mungu aliyeko mbinguni, hiyo yatutosha. Yesu akamjibuje Filipo, akamwambia wewe Filipo, nimekaa na wewe siku zote hizi lakini haujajua tu kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Akaendelea kumwambia ukiniona mimi umemwona Mungu. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mwanae wa pekee, nafsi ya kwanza kuumbwa ilikuwa ni Yesu. Ndio maana anaitwa mzaliwa wa kwanza. Hapo mwanzo, kabla vitu vyote hivi havijaonekana, nafsi za watu wote hapa duniani zilikuwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa Kiingereza tunaita spiritual world or the fourth dimension. Kama Yesu alipokuwa ni roho mbinguni au neno,
Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa watu wote hapa duniani. Kwa hiyo hapa duniani hakuna nafsi mpya inayozalishwa. Nafsi zote zilikuwepo toka mwanzo. Kinachofanyika ni kwamba baada ya kizazi cha 4 unazaliwa tena. Ndio maana unaona kuna watu wengine wanazaliwa wana vichwa vikubwa, migongo wazi, vipofu. Kwa nini? Kwa sababu ya ile dhambi uliokuwa unaishi nyuma. Kwa Kiingereza tunaita reincarnation. Kama vile Elia alipozaliwa kama Yohana, hivyo ndivyo kila mtu hapa duniani anazaliwa hivyo. Kwa hiyo nafsi zote unazoziona hapa duniani zilikuwepo kabla ya mafuriko, na zilikuwepo kabla ya uumbaji. Kwa hiyo familia za Wakolea ambao ni watoto wa Rutu, Wakolea ndio watoto wa Rutu. Familia ya mzee Rutu ilikuwepo kwenye ulimwengu wa roho kabla hawajafanyika kuwa mwili. Vile vile Yesu na yeye alikuwepo kwenye ulimwengu wa roho kabla hajafanyika mwili. Kwa hiyo kinachofanyika, watu wawili wanapokutana, mwanaume na mwanamke, kwenye tendo la ndoa, ile nafsi inaingia kwa mwanamke. Lile tumbo la mwanamke linafanyika kama, kwa Kiingereza tunasema incubator, kitu cha kukuzia. Ile nafsi inapewa mwili. Na ndio kilichotokea kwa Yesu. Ile nafsi ya Yesu ambayo ni nafsi ya kwanza kutengenezwa ilipewa mwili. Kwa hiyo kuna maswali ambayo kanisani hawapendi kuyajibu, kwamba Yesu alikuwa ni mtu na Yesu alikuwa na utaifa, kwamba Yesu alikuwa ni uzao wa mzee Yakobo. Kwa hiyo twende kwenye Yohana. Yohana alimwelezea Yesu, alimuona alipokuwa kwenye visiwa vya Patmo. Yohana alipelekwa kwenye visiwa vya Patmo kama mfungwa. Alipokuwa kule ndo alipokea kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kabla Yesu hajaanza kumwambia mambo makuu ya unabii Yohana alianza kumwelezea Yesu alipomuona pale, kwamba pale Yohana alipokuwa amesujudu kwenye visiwa vya Patmo, alimwelezea Yesu alikuwaje. Kwa hiyo huu ni ufunuo wa Yohana 1:1. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Kwa hiyo unaposema ufunuo unamaanisha nini? Neno ufunuo linaenda kwenye neno la Kigiriki linalomaanisha apocalypse. Kwa Kiingereza tunaita revelation. Kwa Kiswahili tunaita ufunuo. Kwa mfano mama yako anapokuambia neno kawafunue yale maharage, inamaanisha unatoa kile kilichoyafunika maharage, unayaacha maharage yako wazi. Kwa hiyo Yohana aliona kabisa, alikuwa anamuona Yesu. Kwa hiyo Yohana akamwelezea Yesu alikuwa anafananaje. Kwa hiyo yale mapicha ya Yesu kwa mfano kama hili hapa, hili ndio picha la Yesu ambalo limezoeleka. Huyu sio Yesu. Huyu ni mtoto wa Papa Alexander wa 6, ambaye ndio alimwambia mfalme wa Ureno kwamba nenda ukawafanya Waafrika kuwa watumwa. Ndio maana Afrika wa mishonari walikuja. Wale wa mishonari walikuwa ni wanafunzi wa kanisa la Roma Katoliki. Na huyu anaitwa Kaisari Borgia. Familia yao ilikuwa inaitwa familia ya mzee Borgia. Kwa hiyo huyu sio Yesu. Yesu hafanani. Yesu sio mwekundu namna hii, kwa sababu hapa duniani hakuna mtu mweupe na watu wekundu, na wala vile vile hakuna watu weusi, kuna watu wa brown. Kwa mfano kama mimi, ukienda kwa wazungu watakwambia sisi ni weusi. Mimi sio mweusi,
nikiweka hii Biblia na ngozi yangu, hii Biblia ndo nyeusi, mimi ni brown. Hata Waarabu wale sio wekundu, wale ni brown. Na wale ndo ndugu zao na wana wa Israeli. Kwa hiyo Yesu, ndugu wa karibu wa wana wa Israeli ni nani? Ni Waarabu. At least Yesu angetakiwa afanane na Waarabu, sio hiki. Ndugu wa karibu wa wana wa Israeli ni Waarabu. Na ndiko mitume walikotoka, hakuna mtume mzungu. Mitume wote wanatokea pale Middle East. Hakuna mtume mzungu wala yule papa anayevaa shati lake mpaka huko, hakuna kitu pale. Mitume wote ni uzao wa mzee Ibrahimu. Kwa hiyo wana wa Israeli ndugu zao wa karibu ni Waarabu. Kama wangekuwa wanataka kuja na uongo, at least Yesu angefanana na Waarabu, sio hivi. Hawa watu hawajai kuishi pale katikati pale kwa Waarabu. Walihamia mwaka 1948. Ndio ile taifa la Israeli lilianzishwa mwaka 1948. Chini ya mkataba unaitwa Balfour Declaration, baada ya vita ya pili ya dunia. Ndio wakaja na haya mambo ya Yesu mwekundu. Sababu hakuna mtu mweupe, kitu cheupe ni kama hapa. Mzungu hayuko hivi. Naona mzungu ni mwekundu. Na tutaona kwenye Biblia watu wekundu ni uzao wa nani? Ni uzao wa Esau, baba na Yakobo. Huyo ndio peke yake alizaliwa mwekundu kwenye Biblia. Kwa hiyo unapoona mtu kaning'iniza picha kama hii kwenye ukuta wake, huyo anamaanisha kwamba sisi wa Afrika bado ni watumwa. Kwa hiyo Yesu afanani namna hii. Unaona? Haijalishi dini yako ni kubwa kiasi gani, haijalishi papa alikwambia vipi, Yesu afanani namna hii. Huyu anaitwa hapa chini, anaitwa Podia, Kaisari Podia, au kwa Kiingereza anaitwa Caesar. Unaona? Wana wa Israeli at least wangetakiwa wafanane na Waarabu, kwa sababu Waarabu ndio ndugu zao wa karibu. Mimi sisemi kwamba wana wa Israeli ni Waarabu. Sijafika hapo. Unaona? Kwa hiyo kwenye Ufunuo Yohana aliona Yesu alikuwa anafananaje? Nenda kusoma. Huu ni Ufunuo Yohana 1 kuanzia 13. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu. Mtu mfano wa mwanadamu, huyo ni Yesu. Unaona? Tuendelea. Amevaa vazi lililofika miguuni. Wana wa Israeli zamani walikuwa wanavaa kanzu kama Waarabu. Kwa hiyo na Yesu alikuwa anavaa kanzu. Unaona? Alikuwa na vazi lake limefika miguuni. Kwa hiyo Yohana alimuona Yesu amekaa kwenye kiti cha enzi. Unaona, nitaendelea. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu. Kwa hiyo kitu cha kwanza Yohana alichokiona ni kwamba Yesu alikuwa na nywele nyeupe kama sufu. Watu wenye nywele kama sufu ni wakina nani hapa duniani? Yohana anakuambia kwamba alipomuona Yesu alikuwa na nywele kama sufu. Unaposema mtu ana nywele kama sufu, ni ana nywele kama manyoya ya kondoo, au tunasema singa. Ana nywele za singa. Kwa hiyo Yesu hana nywele zilizoanguka mpaka mgongoni. Ana nywele za singa. Kwa hiyo nitaendelea. Na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru. Kwa hiyo Biblia inakwambiaje? Kwa hiyo Biblia inakwambiaje? Kwa hiyo Biblia inakwambiaje? Yohana 1:14. Chake na nywele zake
zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, kama seruji, macho yake kama mwali wa moto. Kwa hiyo Yohana akatoa Yesu alikuwa anafanyaje? Sio yule Yesu wa kanisa Katoliki au wa kanisa la Pentekoste. Huyu ni Yesu ambaye alizaliwa kutoka ukoo wa Daudi. Biblia inakwambia Yesu alikuwa na nywele kama manyoya ya kondoo. Ndivyo Yohana alivyomuona pale. Kwa hiyo ni watu gani wana nywele kama manyoya ya kondoo au sufu? Yule kondoo unayefuga nyumbani, yale manyoya yake, ni watu gani wana nywele kama hizo? Kwa hiyo Yesu alitoka katika kabila la Yuda, ambalo kabila la Yuda kulingana na historia na Biblia wanatakiwa wawe watu wa leo wanaoitwa manigro. Unaona? Kwa sababu manigro ndio wana nywele kama sufu peke yake. Na Yohana akaendelea kukwambia alikuwa na rangi kama shaba iliyosuguliwa kwenye tanuru. Rangi kama shaba iliyosuguliwa kwenye tanuru. Shaba ukichoma moto au ukaweka kwenye tanuru inakuwa ya brown. Kwa hiyo Yesu alikuwa na rangi ya brown kama ya kwangu. Hao ndio wana wa Israeli wa zamani. Wana wa Israeli wa zamani, ndugu zao wa Arabu walikuwa manigro au watu weusi kwa leo. Lakini sio watu weusi wote ni wana wa Israeli. Kuna watoto wa Hamu. Kwa hiyo wana wa Israeli walitoka kwa Shemu. Shemu alikuwa mweusi kama watoto wa Hamu. Ndio maana ukienda kwenye Amos, kitabu cha Amos 9, Mungu anawafananisha wana wa Israeli na wana wa Ethiopia. Kwa hiyo huyu ni Amos 9 mstari wa 7. Unaona? Amos 9 mstari wa 7. Biblia inakwambia, je, nyinyi si kama wana wa Kushi kwangu? Kama nilivyokuambia, tumesoma kwenye Ufunuo 1:13, Biblia inamueleza Yesu kuwa na rangi ya shaba. Na rangi ya shaba, shaba unapoichukua unaichoma moto inakuwa brown kama mimi. Kwa hiyo wana wa Israeli walikuwa ni manigro. Kwa hiyo watoto wa Shemu walikuwa ni manigro. Ndio maana Biblia inawafananisha wana wa Israeli kama Wakushi. Unaona, wale wa Ethiopia unapowaona pale wana rangi kama mimi. Unaona? Kwa hiyo Biblia inakwambia, enyi wana wa Israeli si kama Wakushi mbele yangu. Kilichowatofautisha wana wa Israeli na watu wengine ni kwamba walipewa sheria, lakini rangi walikuwa wanafanana kama Waafrika. Na ndiyo maana Yesu alikuwa ana uwezo wa kwenda kujificha Misri, kwa sababu Misri alikuwa ni mtoto wa Hamu, ambapo Hamu alikuwa ni mweusi. Mzungu hawezi kaenda kujificha Mwanjerwa pale, tutakujua tu kama mzungu huyu hapa. Na swala jingine ni Yusufu. Yusufu alipoenda Misri akakaa miaka mingi. Kaka zake walipokuja hawakuweza kumtambua. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anafanana na Wamisri wengine. Na mdogo wake Misri ni Kushi. Kwa hiyo Kushi au Ethiopia na Misri wamezaliwa kwa baba mmoja anayeitwa Hamu. Kwa hiyo kama wana wa Israeli walikuwa wanafanana na Wamisri, kwa hiyo it means wana wa Israeli walikuwa ni manigro. Ndio maana Ufunuo 1:14 Yohana amemwelezea Yesu kuwa na rangi ya shaba. Kwa hiyo kulingana na Yohana 1 au Ufunuo wa Yohana, unaona, kulingana na Ufunuo wa Yohana 1 au kwa Kiingereza tunaita Revelation 1:14, anakwambia Yesu alikuwa na nywele za sufu. Kwa Kiingereza tunasema
woolly hair, alafu alikuwa na ngozi ya rangi ya shaba. Shaba ni ya brown. Kwa nini wenzangu wa Afrika ambao wanakwenda shule kidogo hiyo inakuwa ngumu? Unaposoma kwenye chemistry kuna kitu kinaitwa iron smelting. Unapoipitisha shaba kwenye moto huwa inageuka inakuwa brown. Kwa hiyo Yohana alipomuona Yesu akamwelezea ana rangi kama ya shaba. Nasome kwenye Ufunuo wa Yohana 1:14. Rangi ya shaba ni brown. Hapa duniani hakuna mtu mweusi, kuna brown. Kwa hiyo kwenye Amos 9:7 tena Biblia inakwambia wana wa Israeli walikuwa wanafanana na Wakushi. Wakushi ndugu zao walikuwa ni Wamisri. Kwa hiyo unapoenda kwenye dictionary ya Biblia inayoitwa Zondervan Bible Dictionary, kuna kitu kwenye watu wanaosoma theology, kuna kitu kinaitwa Zondervan Bible Dictionary. Kwenye Zondervan Bible Dictionary ukienda ukasoma kwenye mataifa, wana wa Israeli wameandikwa kuwa ni manigro. Hiyo inaitwa Zondervan Bible Dictionary. Kwa hiyo tutaendelea. Tunaenda kwenye wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora, watu wengi wao wanasema kwamba wimbo ulio bora Mfalme Suleiman alimwandikia Malkia wa Kushi. Huo ni uongo. Mfalme Suleiman alimwandikia mwanamke mmoja anaitwa Shulamite. Huyu mwanamke alikuwa ni Israeli kutoka katika kabila la Isakari. Kwa hiyo kwa Kiingereza tunasema alikuwa kutoka kabila la Isakarite. Kwa hiyo wimbo ulio bora ulikuwa ni wimbo kati ya Mfalme Suleiman na mwanamke anaitwa Shulamite, sio Malkia wa Sheba. Watu wengi wamedanganywa kwamba wimbo ulio bora ulikuwa kati ya Suleiman na Malkia wa Sheba. Huo ni uongo. Kwa hiyo utasoma wimbo ulio bora 1:5. Huyu ni Mfalme Suleiman na kitabu chake kinaitwa wimbo ulio bora. Kwa hiyo nitasoma wimbo ulio bora 1:5. Unasema mimi ni mweusi lakini ninao uzuri, enyi binti za Yerusalemu. Kwa hiyo kwenye wimbo ulio bora 1:5 Mfalme Suleiman anajielezea kwamba yeye ni mweusi. Na ukienda kwenye historia za zamani, historia za Kushi, huwa wanamuhusisha Mfalme Suleiman na watu wa Kushi. Kwa mfano Mfalme Haile Selassie. Ukienda kwa watu wanaoitwa Marastafari huwa wanamwabudugi mtu anaitwa Haile Selassie. Alafu wanasema kwamba yule alikuwa ni mtoto wa Suleiman. Unaona? Kwa hiyo wana wa Israeli halisia, wana wa Israeli waliofukuzwa Israeli miaka 2000 iliyopita walikuwa ni manigro. Kwa hiyo unapoenda kusoma kwamba kwenye Biblia au kwenye sheria unasoma kwamba Israeli kulikuwa kuna watu wanaitwa Manazareti. Mfano mmoja wapo alikuwa ni Samsoni. Kwa Kiingereza tunawaita Manazari. Kwa hiyo kulikuwa kuna kiapo ambacho hawa Manazari walikuwa wanafanya. Mmoja wapo ni Samsoni. Mmoja wa hivyo viapo ilikuwa ni kutokunyoa nywele. Kwa hiyo nitarudia, huyu ni Suleiman anakuambia kwenye wimbo ulio bora 1:5.
anakwambia mimi ni mweusi lakini ninao uzuri enyi binti wa Yerusalemu. Watu wengi wanasema alikuwa anaongelea utukufu. Ukienda kwenye Kiebrania hii mweusi iliyoandikwa hapa ni neno la Kiebrania linalomaanisha kedali. Kedali kwa Kiebrania ni mweusi kama mtu, au kwa Kiingereza tunasema complexion. Tunaposema complexion kwa Kiswahili tunasema muonekano. Kwa hiyo Suleimani anaposema mimi ni mweusi anamaanisha muonekano wake. Kwa Kiebrania tunasema kedali, kwa Kiingereza tunasema complexion, kwa Kiswahili tunasema muonekano. Kwa hiyo Suleimani anaposema kwenye wimbo ulio bora 1:5 kwamba mimi ni mweusi, alikuwa anaongelea muonekano wake. Kwa Kiingereza tunasema complexion, kwa Kiebrania tunasema kedali. Kedali kwa Kiebrania ni muonekano wako. Wewe ukiwa mweusi tunasema wewe ni mweusi, muonekano kedali. Kwa hiyo Suleimani anakuambia wimbo ulio bora 1:5 kwamba yeye ni mweusi. Na Suleimani alikuwa ni mwana wa Israeli. Suleimani alizaliwa kutoka katika yale makabila 12 ya Israeli. Kwa hiyo kama Suleimani alikuwa ni mweusi, inamaanisha na wana wa Israeli ambao walikuwa wanaishi miaka 2000 iliyopita pale Israeli walikuwa pia nao ni weusi. Kwa hiyo nini kilitokea mpaka maniga mpaka leo wakawa utumwani? Na ni watu ambao wanadharauliwa na kila mtu hapa duniani. Unapoenda kusoma kwenye vitabu vya sheria, Mungu aliwapa wana wa Israeli sheria. Na hapo aliwapa kitu kinaitwa laana za sheria. Moja kati ya laana za sheria ni utumwa, kufungwa minyororo, kuweka kwenye boti, kupeleka utumwani kwa taifa msilolijua. Kwa hiyo wale maniga unaowaona wapo Marekani, ile ni moja kati ya laana za sheria. Imeandikwa kwenye Kumbukumbu la Torati 28:68 kwamba Mungu atawarudisha utumwani kwa njia ya meli mkiwa mmefungwa minyororo shingoni. Kwa hiyo kilichowafanya maniga mpaka leo wanadhaliliwa au watu weusi wale wanaoishi Marekani ni laana za sheria. Nini kilitokea? Musa alitumwa na Mungu kuwapa wana wa Israeli sheria. Akaambiwa mkizifuata hizi sheria mtakuwa taifa kubwa, kama ilivyotokea kipindi cha Mfalme Daudi. Lakini baada ya hapo wana wa Israeli walimkosea Mungu. Kwa hiyo Yesu alipokuja akahubiri ile miaka 3, alipokufa akafufuka akapaa mbinguni. Miaka 70 baada ya hapo taifa la Israeli lilianguka. Kwa hiyo wana wa Israeli walisambazwa katika pande kuu 4 za dunia kupitia kitu kinaitwa utumwa. Walibebwa kwenye boti. Mzungu alipokuja Afrika na Biblia yake kuwachukua wazee wetu kwenda utumwani, hiyo ni moja kati ya laana za sheria. Ndio maana unaona Waafrika wanaishi maisha magumu kuliko watu wote hapa duniani. Kwa nini? Hiyo inaitwa laana za sheria. Nitasoma. Hii ni Isaya 11:11. Na itakuwa katika siku hiyo Bwana atapeleka mkono wake mara ya pili ili ajipatie watu wake watakaosalia kutoka Ashuru na kutoka Misri. Kwa hiyo hii siku inayoongelewa ni siku ya mwisho ambapo Yesu atakuja tena. Kwa hiyo Yesu atakapokuja mara ya pili, atakachokuja kukifanya ni kuwakusanya wana wa Israeli waliosambazwa kupitia utumwa. Na hapa anaendelea anakutajia sehemu ambazo wana wa Israeli wamesambazwa. Sehemu mojawapo ikiwepo Misri. Kwa hiyo hivi ninavyoongea leo na wewe, kuna wana wa Israeli wengi wako Misri, kuna wana wa Israeli wengi wapo Kushi, kuna wana wa Israeli wengi wapo Afrika Magharibi. Kwa nini? Kwa sababu unapoenda kwenye historia ukasoma historia ya wana wa Israeli ambao kwenye history huwa hatusomi mara nyingi. Baada ya Yesu kufa unahesabu miaka 70. Ule mwaka wa 70 tulipoanza zero. Unapoenda kwenye history
Yesu alipokuja pale tunaanza kuhesabu zero. Kwa hiyo kuanzia mwaka zero mpaka mwaka wa 70 ndipo taifa la Israeli lilipoanguka. Kwa hiyo unapoenda kusoma kwenye kitabu cha historia kinaitwa From Babylon to Timbuktu, anakuambia yule mwanahistoria kwamba zaidi ya wana wa Israeli milioni 1 walikimbilia Afrika ya Magharibi. Hapo ndipo unapopata tawala kubwa kama Timbuktu na mtu anaitwa Mansa Musa. Ukienda kusoma kwenye historia, Mansa Musa ambaye alikuwa anakaa Mali ya West Africa, yule mpaka leo ni mtu tajiri wa pili kutoka kwa Mfalme Suleiman. Kwa hiyo wale walikuwa ni wana wa Israeli baada ya Israeli kuanguka, baada ya uvamizi wa wana wa Israeli na Rumi uliotokea mwaka 70, wana wa Israeli walikimbilia West Africa. Naona ndio maana huyo mwanahistoria akaandika kitabu kinaitwa From Babylon to Timbuktu. Imeandikwa na Ludo Winzo, From Babylon to Timbuktu. Na chuo kikuu cha kwanza kujengwa kilijengwa Afrika, sio Ulaya. Kilijengwa Afrika, Misri, sehemu inaitwa Alexandria. Baada ya hapo chuo kikuu kingine kilijengwa sehemu inaitwa Timbuktu, kabla wazungu hawajaja kututawala hapa Afrika. Kwa hiyo wana wa Israeli wengi miaka 2000 iliyopita walikimbilia sehemu inaitwa West Africa. Baada ya hapo ndio wakatawanya mataifa yote kupitia kitu kinaitwa utumwa. Na ndio baada ya hapo Afrika tunaishi maisha magumu mpaka leo, hakuna mtu anatoboa hapa. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kinaitwa laana ya sheria. Unamuona Mwarabu akija hapa, hata kama alikuja na vilaka, akikaa wiki moja anaanza kutajirika. Akija Muhindi hapa, hata kama amekuja amekimbia kwao, akikaa wiki moja anaanza kutajirika. Kwa nini sisi hatu hivyo? Na sisi au Afrika ndio sehemu ambayo ina rasilimali nyingi, ndio sehemu ambayo kuna ardhi yenye rutuba kuliko sehemu zote, lakini kwa nini hatutajiriki? Kwa sababu kuna kitu kinaitwa laana za sheria. Kwa hiyo serikali nyingi za Afrika zimejaribu kuchukua wasomi zikawapeleka kwenda kusoma Ulaya, wakitegemea kwamba na sisi tutaendelea kama wazungu. Hamna. Kuna kitu kinaitwa laana za sheria. Kwa hiyo laana za sheria zilianza sisi tulipoenda utumwani. Swala la watu kufungwa minyororo kupelekwa utumwani lile halikutokea kwa bahati mbaya. Hicho kitu kinaitwa laana ya sheria. Ndio maana nikawasomea Wagalatia 4:4, Biblia inasema Yesu alikuja kuwakomboa waliokuwa chini ya laana za sheria, ikimaanisha watu weusi. Na moja kati ya laana ya sheria ni utumwa. Moja kati ya laana ya sheria ni umaskini. Moja katika laana ya sheria ni magonjwa. Kwa hiyo ukienda kwa watu wanaoitwa manabii makanisani, wakina Lusekelo, wakina nani, wanakwambia njoo upate muujiza, lakini hawakuelezi kwamba umaskini wetu. Wewe unapoenda kwa Lusekelo, wewe ukawa tajiri, je, kizazi chako cha 4 kitakuwa tajiri kama wewe? Kwa hiyo wale wanaojiita manabii hawakupi wewe njia au uelewa kwa nini sisi tunaishi maisha magumu. Lakini Biblia inakwambia hizo ni laana za sheria. Na watu wengi wamezoea kufundisha kanisani kwamba taifa la Israeli watakuwa ni watu wakubwa. Hamna. Wana wa Israeli walikuwa Biblia inakwambia watakuwa watu maskini kuliko watu wote. Kwa nini? Kwa sababu walizikataa sheria ambazo makanisani wanakwambia zinapitwa na wakati. Kwa hiyo wewe ukiona babu yako au ukisoma kwenye historia babu yako alienda utumwani, halafu pia tunaishi maisha magumu mpaka leo, mzungu akija anachukua dhahabu zetu zote, ujue hiyo babu zetu walizikataa sheria. Na makanisani wanapokuambia kwamba Mungu anakuadhibu wewe ukifanya kosa, Mungu anaadhibu mpaka kizazi. Mungu anaadhibu kizazi mpaka kizazi cha 4 huko. Kwa hiyo kwenye Isaya 11:11 Biblia inakuelekeza sehemu wana wa Israeli walipo. Hapa ametaja na maeneo ya Afrika, sio Ulaya tu. Kwa hiyo wale wana Israeli walioko pale Middle East wengi wametoka Ulaya.
Lakini Biblia inakwambia wana wa Israeli watakuwa pande 4 za dunia. Na watafikaje huko? Watafika kwa njia ya utumwa. Hapa duniani hakuna sehemu boti ya mtumwa haijakanyaga. Hivyo ndio ujue kwamba Mungu yupo. Na kwa wajinga wanaosema kwamba Mungu hayupo, mimi nataka nikwambie tu kwamba leo wewe ni mjinga. Wewe ni mjinga, na kutokuamini kwako kwamba Mungu hayupo au hayupo sisi hakutuhusu. Na wala unapoona watu wanakuja kuhubiri injili hapa, hatujaja kukulazimisha wewe umkubali Mungu. Kwa wewe unayesema hakuna Mungu, nikuulize swali, kwa nini kuna tofauti kubwa ya kimaisha kati ya mzungu na Mwafrika? Haijalishi hata ujitahidi vipi, wewe Mwafrika utabaki kuwa Mwafrika. Angalia wachezaji mpira wanaoenda Ulaya, wanakuwa matajiri, lakini mwisho wa siku wanarudi Afrika kuja kuzika huko. Kwa nini? Kwa nini kuna tofauti kati ya wazungu na Waafrika kwa swala la kimaisha? Hiyo ndio inakuonyesha kwamba Mungu yupo. Na kwa nini kama vitu kama utumwa vilitokea? Yaani utumwa haukutokea kwa sababu wazungu walikuwa na nguvu. Sawa, walikuwa na nguvu. Lakini utumwa haukutokea kama bahati mbaya. Utumwa ni moja kati ya laana za sheria. Swala jingine, unaposoma au wanaosoma udaktari walioko hapa Rufaa, ukienda kuangalia mambo mengi wanaosoma, kuna kitu kinaitwa, unaposoma ugonjwa, kwa mfano unaposoma kansa, ukienda kuangalia kwenye research mbalimbali utakuta watu weusi wengi ndio wanapata kansa kuliko wazungu. Na sisi ndio tuna miili migumu kuliko watu wote hapa duniani. Kwa nini? Au watu wengi weusi ndio wanapata magonjwa ya moyo kuliko wazungu. Hizo zinaitwa laana za sheria. Na kitu kingine, watu wanaosoma elimu mpaka vyuo vikuu wanakuwa, kwa mfano, wana uchumi. Watu wanaosoma wanafika chuo kikuu wanakuwa wana uchumi. Lakini bado hawajaweza kuibadilisha hii sehemu ikawa mahala pa kila mtu kuishi. Watenda zangu yore saraka tu Nyang'oro na eneo yore saraka. Watoto kule watazima nauli. Ni nauli tu ni kaka yore saraka. Wewe mjomba. Mjomba. Tenda zangu yore saraka tu Nyang'oro. Sina gari mbele hapa.
hiyo tunaendelea kuonyesha kwamba utumwa ulitabiriwa kwenye Biblia, alafu Biblia ikakupa hadi mambo ambayo yatafanyika kwenye utumwa. Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Yoeli 3 kuanzia mstari wa kwanza. Huyu ni Yoeli 3:1. Anakwambia, kwa maana angalieni siku zile na wakati ule nitakapowarudisha mateka wa Yuda. Na Yuda alikuwa ni kati ya kabila la Israeli. Israeli kulikuwa kuna makabila 12. Kwa hiyo Mungu anakwambia, tazama siku zile. Anaongelea siku gani? Anaongelea siku ambayo Yesu atakapokuja mara ya pili. Kitu ambacho waambii makanisani ni kwamba Yesu atakuja kuwaokoa wana wa Israeli. Sababu kulingana na Biblia wana wa Israeli sasa hivi bado wako matekani. Bado wako utumwani. Unapoenda kwenye katiba ya Marekani ibara ya 13, katiba ya Marekani ibara ya 13 inakwambia kwamba mtu mweusi au niga bado ni mtumwa. Kwamba yani niga ukifanya kosa, useme labda ukaiba labda hata shilingi 5 au ngapi, ukafanya kosa lolote, unarudi kuwa mtumwa. Ndio maana unaona kati ya nchi zote hapa duniani, nchi ya kwanza kuwa na magereza mengi ni Marekani. Kwa sababu yale magereza yametengenezwa kwa ajili ya kuwafanya watu weusi wawe utumwani kabisa. Na kitu kingine, ule mziki ambao wanaimba watu weusi Marekani pale, kuna mziki, kuna madawa ya kulevya, kuna magereza, kuna katiba. Kwa hiyo kulingana na Biblia wana wa Israeli bado wako matekani. Wale watu waliochukuliwa kwenda utumwani wakazaliwa watoto na watoto na watoto bado hawajarudishwa sehemu walipochukuliwa. Kwa hiyo ile inakwambia mateka. Na ukienda kwenye historia hakuna taifa jingine waliowahi kuchukuliwa mateka au utumwani tofauti na maniga. Kwa nini natumia neno niga nisitumie neno weusi? Kwa sababu sio weusi wote ni wana wa Israeli. Kuna weusi wengine tunasema ni watoto wa Hamu. Kwa hiyo nitaendelea, nitakusanya mataifa yote nami nitawaleta chini ya bonde la Yehoshafati. Kwa hiyo Biblia inakwambiaje? Kwamba siku za mwisho Yesu atakapokuja atawakomboa wana wa Israeli kutoka utumwani. Halafu hapo hapo atawakusanya mataifa wote kuwapeleka kwenye bonde la Yehoshafati. Unaposema bonde la Yehoshafati unamaanisha pale Middle East. Ndio maana unaona mataifa mengi, kila taifa sasa hivi wanaenda pale Middle East. Marekani wako Middle East, Urusi wako Middle East, Korea wako Middle East. Kwa hiyo unabii unatimia. Ndio maana wewe usiamini Mungu, wewe ni mjinga. Kwa sababu tukisoma kupitia nabii tukaangalia na mambo yanayoendelea sasa hivi yanatokea. Nimeweza kusomea hapa kwamba wana wa Israeli walikuwa matekani, ikimaanisha utumwa. Kwa neno la Kiingereza tunasema captivity. Kwamba wana wa Israeli watakuwa kwenye kitu kinaitwa captivity, utumwa, mateka. Halafu vile vile anakuambia siku za mwisho Mungu atayakusanya mataifa yote kuyapeleka pale Middle East. Halafu atafanya nini? Nitawakusanya mataifa yote nami nitawaleta chini ya bonde la Yehoshafati, na huko nitawahukumu kwa ajili ya watu wangu. Kwa hiyo lile swala na kwamba kwa maana jinsi Mungu aliwapenda watu wote, hiyo ni uongo. Sababu kwenye kitabu cha Yoeli anakwambia kwamba Mungu atawakusanya mataifa wote kuwapeleka pale Middle East, na huko atawamwagia hasira yake. Kwa hiyo Biblia imeanza kukuambiaje? Kwanza Mungu atawakomboa wana wa Israeli kutoka matekani.
Kitu cha pili, atayakusanya mataifa yote, atayapeleka pale Middle East. Atawapeleka pale kwa nini? Ili kuwamwagia hasira, kwa sababu waliwachukua mateka wana wa Israeli. Hapa duniani hakuna taifa ambalo halijawachukua watu weusi utumwani. Kwa hiyo adhabu ya mataifa itakujaje? Kwamba Mungu anakwambia atawakusanya mataifa kuwapeleka pale Middle East, alafu baadaye akakwambia atawamwagia adhabu au ghadhabu. Hiyo ghadhabu itakuja kwa njia ya vita ya nyuklia. Sasa hivi tunaelekea kwenye kitu kinaitwa vita ya nyuklia. Kwa hiyo nitaendelea kusoma, na huko nitawahukumu kwa ajili ya watu wangu na kwa ajili ya urithi wangu Israeli, ambao wamewatawanya kati ya mataifa na kuigawa nchi yangu. Kwa hiyo sababu za Mungu kuwahukumu mataifa wote ni nini? Sababu ya kwanza ni wamewachukua wana wa Israeli wakawapeleka utumwani. Sababu ya pili ni wameigawa ile nchi ya Israeli mara mbili. Kwa hiyo ukienda kwenye ile ardhi ya Israeli, naona ukienda kwenye ile ardhi ya Israeli pale Middle East, utakuta upande wa magharibi wanakaa wa Palestina, upande wa mashariki wanakaa wanaojiita Wayahudi. Kwa hiyo hilo ni swala la kwanza. Mataifa wamekuja pamoja wakaligawa ardhi ya Israeli, alafu vile vile waliwapeleka wana wa Israeli utumwani. Nao wamepiga kula watu wangu. Kwa hiyo Biblia haiishii tu kukwambia Biblia haiishii tu kukwambia kwamba mataifa waliwachukua wana wa Israeli wakawapeleka utumwani. Vile vile inakwambia hao mataifa hawakuishia hapo, wakaenda pale Israeli wakaigawa ile ardhi ya Israeli. Pale Israeli kuna watu kama watatu hivi wanakaa. Kuna Waarabu, kuna Wapalestina na wanaojiita Wayahudi. Kwa hiyo taifa au ardhi ya Israeli imegawanywa kwa mataifa matatu makubwa. Na Biblia haikwambii tu wana wa Israeli walipelekwa utumwani kwa njia ya meli. Vile vile inakwambia huko utumwani waliuzwa kwa kupigwa kura, kupigwa mnada. Kilichokuwa kinatokea ukipelekwa utumwani, kwa mfano Ulaya au Marekani, unaenda kusimamishwa kwenye kitu kinaitwa kwa Kiingereza tunaita auction block. Kwa hiyo watumwa waliokuwa wanachukuliwa kutoka Afrika kwenda Marekani walikuwa wakifika huko wanapigwa mnada, kama unavyoona mnada pale sokoni, kwamba huyu mtu tunamuuza $5. Kwa hiyo Biblia kwenye Yoeli 2 inakwambia hilo swala, kwamba waliwauza watu wangu kwa kupiga kula. Hakuna watu wengine wameuzwa hapa duniani kwa kupiga kula. Ndio maana tuna uwezo wa kuja hapa kwa ujasiri na kukwambia wana wa Israeli walikuwa ni maniga. Na Yesu aliyetoka katika kabila la Yuda vile vile alikuwa naye hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna malipo ya kuwapeleka watu weusi utumwani. Biblia inakwambia hivyo. Kwa hiyo wazungu walipokuja kutuchukua kutupeleka utumwani, kuna malipo juu ya hilo kulingana na Biblia. Na moja kati ya vitabu vilivyoandika hayo malipo ni kitabu cha Yoeli 3. Na hayo malipo yatakuja kwa vita ya 3 ya dunia ambayo itakuwa nyuklia. Ukienda kusoma kwenye sayansi, vita ya nyuklia itakapotokea, hiyo itakuwa ni kiama duniani. Ukienda ukasoma kwenye historia, kipindi cha vita ya pili ya dunia, mabomu ya nyuklia yalitengenezwa na kutumika kipindi cha vita ya pili ya dunia.
Marekani alitengeneza mabomu ya nyuklia kupitia kitu kinaitwa Manhattan Project. Kwa hiyo pale Manhattan kuna sehemu Marekani inaitwa Manhattan. Kwa hiyo pale Manhattan wanasayansi wakubwa akiwepo Albert Einstein. Kwa wale waliosoma physics huko sekondari kuna mtu anaitwa Albert Einstein. Kwa wale waliosoma form 5 na 6 huyo Albert Einstein utamkuta kwenye kitu kinaitwa modern physics. Kwenye mambo yanaitwa atomic reaction. Kwa hiyo bomu la nyuklia linatengenezwa kwa vitu vinaitwa mlolongo wa mwingiliano wa kemikali. Hapa duniani kila kitu kimetengenezwa na kemikali, kuanzia hewa, ardhi, hata wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuna kemikali nyingine kubwa ambazo zinatengeneza mabomu ya nyuklia. Moja kati ya hiyo kemikali ni uranium. Kuna kemikali inaitwa uranium. Kwa hiyo Marekani mwaka 1940 wanasayansi walikutana kwenye kitu kinaitwa Manhattan Project. Kwenye hiyo Manhattan Project wanasayansi kutoka mbalimbali hapa duniani walikutana kutengeneza kitu kinaitwa bomu la nyuklia. Na walipomaliza kulitengeneza wakalijaribishia, hawakutegemea kwamba ule mwingiliano wa kemikali utaweza kutengeneza madhara kama hayo. Na unapoenda kusoma vita ya pili ya dunia, Wajapani walikuwa tayari wako karibu, Wajapani na mtu anayeitwa Hitler wa Ujerumani. Hitler na Wajapani walikuwa wako karibu kumzidi Marekani na Uingereza. Kwa bara la Ulaya Hitler tayari alikuwa ashateka kisiwa cha Uingereza. Kwa hiyo Marekani wakawaambiaje wa Uingereza, sisi tutatengeneza kitu kinaitwa bomu la nyuklia. Kwa hiyo walipolitengeneza lile bomu la nyuklia pale sehemu inaitwa Manhattan Marekani, walichokifanya wakalijaribishia kwanza. Na walipotoka hapo wakaenda kudondosha lile bomu la nyuklia sehemu inaitwa Hiroshima na Nagasaki, Japani. Wale waliofanikiwa kupona kutoka kwenye hilo vita, hiyo bomu la nyuklia, kwa sababu bomu la nyuklia lilipoenda kudondoshwa pale Hiroshima na Nagasaki, kuna watu walipona. Wale watu waliopona wengine hawaoni mpaka leo. Japani pale kuna watu wanazaliwa vilema, hawana macho, hawana miguu, hawana, wengine wamezaliwa umeishia hapa tumboni. Hiyo yote ni asali zinazotokana na bomu la nyuklia. Kwa hiyo bomu la nyuklia likipigwa kwa mfano hapa Tanzania, baada ya miaka kadhaa watoto watakuwa wanazaliwa wote, wengine watakuwa wanazaliwa hawana vichwa, wengine hawana miguu, kwa sababu ya kitu kinaitwa radioactive material. Radioactive material ni lile vumbi linalotokana kwenye ule mlipuko wa bomu la nyuklia. Kwa hiyo ninachojaribu kukuambia hapa duniani tumeshapata vita mbili kuu za dunia. Vita ya kwanza ya dunia, vita ya pili ya dunia. Vita ya tatu ya dunia itapiganwa na nyuklia. Kwa hiyo ninachojaribu kukuambia ni kwamba vita ya tatu ya nyuklia hiyo itakuwa ni mwisho wa mataifa ya magharibi. Kwa hiyo huyu ni kitabu cha Amos 5:18. Unapokuwa kanisani, unapoimba mapambio, zile drums za kanisani zimekolea, wadada wazuri wanaimba mapambio,
wanasherekea Yesu atakuja kuwakomboa, kwamba Yesu atakuja mara ya pili kuwakomboa. Wanasherekea na kuimba kwamba Yesu kabila la Daudi ameushinda ulimwengu, anakuja kutukomboa. Sasa tuende tukaone Biblia inakwambia nini, kwamba Biblia inakwambia nini kuhusiana na ujio wa Yesu. Ni watu wengi wanafikiria kwamba Yesu atakapokuja atakuja kuimba hosana hosana. Biblia inakwambia Yesu atakapokuja atakuja kuua watu ambao hawana hitaji. Kwa hiyo Yesu anapokuja haji kuimba hosana na mtu wala kufunga ndoa na mtu. Yesu anapokuja anakuja na moto na pepo za kisulisuli. Alafu hapo kutakuwa na kitu kinaitwa vita ya tatu ya nyuklia. Kwa hiyo nitaenda kusoma Amos 5:18. Inasema, ole wenu nyinyi muitamanio siku ya Bwana. Siku ya Bwana ni ipi? Unapoenda kanisani wanakuambia siku ya mwisho, siku ya mwisho. Tunasubiria siku ya mwisho, siku ya mwisho. Yesu atakapokuja siku ya mwisho. Biblia inakwambia ole wenu nyinyi muitamanio siku ya Bwana. Kwa nini? Kwani kuitamani siku ya Bwana ni giza wala si nuru. Kwa hiyo Biblia inakwambia kuitamani siku ya Bwana una ole wako, kwa sababu siku ya Bwana itakuwa ni kiza. Hiki kiza kinachoongelewa hapa ni kiza kama kiza. Siku ya Bwana au siku hii ya mwisho, mchana utageuka kuwa usiku. Kwa hiyo Biblia inakwambia kwamba siku ya mwisho kutakuwa ni kiza, jua halitatoa mwanga wake. Na Biblia inaendelea kukwambia mbingu zitatoweka, kwamba mbingu zitakunjwa kama karatasi. Ukienda kwenye neno la Kiingereza, mbingu zitakunjwa kama karatasi, inakwambia kwamba the heaven, kwa Kiingereza inakwambia kwamba the heaven will be rolled like a scroll. Kwa hiyo unapokuja kwa Kiswahili ndio mbingu zitakunjwa kama karatasi. Tunaposema kwamba mbingu zitakunjwa kama karatasi, tumaanishi kwamba hii siku ya mwisho hizi mbingu zitakunjwa kama karatasi zitatupa huko. Hapa alikuwa anaongelea kitu kinaitwa mushroom cloud. Hapa alikuwa anaongelea kitu kinaitwa kwa Kiingereza mushroom cloud. Lile bomu la nyuklia linapopigwa, kwa mfano lililopigwa Hiroshima na Nagasaki, linapoanguka hivi kuna moto unapanda kama karatasi inakunjwa. Kwa hiyo Biblia inakwambia mbingu zitakunjwa kama karatasi, inamaanisha ni vita ya tatu ya nyuklia. Wanasayansi au wana physics wanakwambia vita ya tatu ya nyuklia ikitokea hakuna maisha mbele ya hapo. Kwa hiyo silaha za nyuklia zilitabiriwa kwenye Biblia, lakini kwenye Biblia hauwezi kukuta sehemu wamekwambia vita za nyuklia, kwa sababu huko zamani wakati manabii wanaandika Biblia kulikuwa hakuna hiyo teknolojia. Kwa hiyo unapoambiwa mbingu itakunjwa kama karatasi, au kwa Kiingereza tunasema the heaven will be rolled like a scroll, tunaenda kwenye kitu kinaitwa mushroom cloud, au ule moshi unaopanda baada ya vita bomu la nyuklia kulipuka. Ule moshi unaopanda baada ya bomu la nyuklia kulipuka, hiyo ndo tunaita mushroom cloud. Hiyo ndo itafanya ionekane kama mbingu imekunjwa kama karatasi. Na wanakuambia kwamba siku ya Bwana itakuwa kiza. Wanamaanisha nini? Ule moshi ambao utapanda juu kama karatasi inayokunjwa utaenda kukaa sehemu tunaita kwa Kiingereza atmosphere au kwenye anga. Kwa hiyo tuseme kwa mfano vita ya tatu ya nyuklia imetokea, mataifa wakarushiana mabomu. Kwa hiyo kinachotokea baada ya ile vita ya nyuklia, ule moshi unapanda juu kwenye anga. Kwa hiyo ule moshi ukipanda juu kwenye anga
unakaa pale, ule moshi ni mzito kiasi kwamba jua halitaweza kutoa mwanga wake. Kwa hiyo nitarudia, ole wenu nyinyi mnaitamani siku ya Bwana, kwani kuitamani siku ya Bwana ni kiza wala si nuru. Ni kama mtu aliyemkimbia simba akakutana na dubu. Kwa hiyo hii inaenda kusema ole wao waitamanio siku ya Bwana, maana itakuwa kiza. Na nimekuelezea hiko kiza kitakujaje. Na pia unaposema mbingu zitakunjwa kama karatasi, unaposema mbingu zitakunjwa kama karatasi, unamaanisha nini? Mbingu kukunjwa kama karatasi, tunaenda kwenye ule mlipuko wa bomu la nyuklia. Kwa hiyo huyu ni Isaya 47 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inaendelea kukuonyesha hii siku ya Bwana itakujaje. Biblia inakwambia kwamba mbingu zitakunjwa kama karatasi. Hiyo haimaanishi kwamba siku ya mwisho utaona mbingu zinakunjwa. Hiyo ilikuwa inaongelea vita ya tatu ya nyuklia ambayo hivi karibuni itatokea. Ndio maana unamuona Urusi yuko Syria, Marekani yuko Syria, Iran yuko Syria. Kwa hiyo unapoona mambo kama hayo, mataifa yote yanakusanyika sehemu inayoitwa Syria, sehemu inayoitwa Iran, sehemu inayoitwa Iraq, ujue kwamba ule mwisho unakaribia. Kwa sababu ule mwisho utakuja kwa njia ya vita ya nyuklia. Kwa hiyo huyu ni Isaya 47:1. Haya, shuka keti mavumbini, ewe Bikra binti Babeli. Unapoenda kwenye Kiebrania, neno Babeli linamaanisha kutokuelewana. Kwa Kiingereza tunasema confusion au mkanganyiko. Kwa mfano, unapoenda Marekani sasa hivi, kuna watu mpaka hawafahamu wao ni jinsia gani.
Ukienda Marekani sasa hivi kuna watu wamebadilisha jinsia, wamekuwa wanawake. Mfano mzuri ni baba hao na mtu anaitwa Kim Kardashian. Kabadilisha jinsia, sasa hivi ni mwanamke. Mzee mzima kabadilisha jinsia akawa mwanamke. Kwa hiyo huko ndio mkanganyiko, hiyo ndio Babeli. Kwa Kiingereza tunasema confusion. Watu hawajui hata kama wewe umezaliwa wewe ni jinsia gani. Mambo kama ushoga, mwanaume anakuwa mwanamke. Kwa hiyo ile Babeli iliyoongelewa kwenye Ufunuo wa Yohana ndio hii Babeli inayoongelewa kwenye Isaya. Ndio maana anakuambia kwamba binti bikira wa Babeli. Ile Babeli inamaanisha mkanganyiko au kutokuelewana. Ukienda kwenye Kiebrania, Babeli au Babiloni. Ukisikia nyimbo za Marastafari wanakuambia chant down Babylon. Babeli inamaanisha kutokuelewana au Marekani kwa sasa hivi. Na unapoangalia hapa duniani, at least Marastafari ndio walikuwa wana ukweli kidogo. Wao wanafahamu ukweli kidogo. Wao wanafahamu kwamba wana wa Israeli walikuwa ni weusi, na wanafahamu Babeli ni Marekani. Ukienda Marekani sehemu inaitwa Nevada. Kule Marekani kuna mji unaitwa Las Vegas. Ukienda Las Vegas sehemu inaitwa Nevada, kuna mji unaitwa mji wa dhambi kama Sodoma na Gomora. Kwa hiyo Marekani sasa hivi kuna sehemu inaitwa mji wa dhambi, kwa Kiingereza unaitwa Sin City. Kwa hiyo huyu kwa nini ameitwa bikira binti wa Babeli? Kwa sababu Marekani kwenye Biblia ni kama vile bikira. Unaposoma historia ya Marekani, wao kazi yao wanachokifanya ni wanaenda kwenye mataifa yote, wanaanzisha vita. Kwa hiyo Marekani wao wanachokifanya, wanaenda Irani wanapiga, wanaenda wapi wanapiga. Ndio maana anaitwa bikira. Maana ya bikira ni mwanamke ambaye hajaguswa. Kwa hiyo Marekani wanaitwa bikira. Kwa nini? Kwa sababu hakuna vita ambayo Marekani wamepigania kwenye ardhi yao. Ndio maana anaitwa bikira. Lakini Biblia kwenye Isaya 47 inakwambia kwamba bikira binti wa Babeli, kimaanisha Babeli kutokuelewana. Kwamba Biblia inakwambia bikira binti Babeli akae kwenye mavumbi. Mtu unapokaa kwenye mavumbi inamaanisha kwamba hauna nguvu tena. Kwa hiyo Biblia inakwambia huyu bikira binti Babeli, ambaye nimekufafanulia kwa nini anaitwa bikira na kwa nini ni Marekani. Nimeanza kwa kukupa mambo ambayo yanatokea Marekani. Nimekwambia ukienda sehemu inaitwa Las Vegas Marekani, Nevada, kuna sehemu inaitwa Sin City, kwamba mji wa dhambi. Alafu kitu kingine ni kwamba ukiwa Marekani unaweza ukachagua kujibadilisha jinsia ukawa mwanamke. Ndio maana kwa Kiingereza tunaita the city of confusion. Ushaona? Kwa hiyo ukiwa makanisani huko hakuna mtu ambaye anaongelea nabii kama hizi. Kwa hiyo tunaposema haya, shuka katika mavumbi ewe bikira binti Babeli. Kwa nini huyu Babeli ameitwa bikira? Kwa sababu ukienda kwenye historia kama nilivyokuambia, au ukienda kwenye maisha ya kawaida, bikira ni mwanamke ambaye hajaguswa. Bikira ni mwanamke ambaye hajatolewa damu. Kwa hiyo nchi ukiita bikira, ukisema kwamba bikira binti Babeli, unamaanisha kwamba ni nchi ambayo haijaguswa, hawajapigana vita kwenye ardhi yao. Kwa hiyo Biblia inakwambia kwa mafumbo kwamba mpaka utakapokuwa unasikia hii Injili, Marekani watakuwa ni nchi ambayo haijaguswa kivita.
Marekani hakuna siku wamepigana vita nyumbani kwao. Kwa hiyo ndio maana tunasema ni bikira binti Babeli. Lakini kwenye hii vita inayokuja, vita ya 3 ya dunia, Marekani wataguswa. Kwa sababu ukienda Urusi wametengeneza mabomu ya nyuklia. Kwa mfano kuna bomu moja linaitwa Avagand. Kuna bomu moja kwa Kirusi tunaliita Avagand. Kwa Kiingereza tunaliita Satani au Shetani. Hilo bomu lina uwezo wa kusafiri Urusi likapita chini. Hii dunia imetengenezwa iko kama mpira. Ukienda kwenye geography wanakuambia the earth is a globe. Kwamba dunia ipo kama mpira. Kwa hiyo wao Warusi walichokifanya wakatengeneza bomu linaitwa Avagand. Hilo bomu Avagand linaweza kusafiri mwendo wa sauti ukizidisha mara 27. Kwa mfano kama mimi ninapoongea hivi, mtu aliyeko kule kituo cha polisi anasikia, zidisha mara 27. Kwa hiyo hilo bomu la nyuklia Avagand ndio linakimbia kwa spidi hiyo. Nimeshakwambia dunia ni duara hivi. Kwa hiyo kutoka Urusi lile bomu linaweza likapita chini ya dunia. Kwa Kiingereza tunaita South Pole. Juu ya dunia tunaita North Pole. Kwa hiyo lile bomu la nyuklia lina uwezo wa kupita South Pole, alafu lina uwezo wa kupita North Pole. Kwa hiyo vita ya 3 haitapigana watu wanaenda kupiga bunduki. Vita ya 3 ya dunia itapigwa kwenye kompyuta. Watu watapigana kwenye kompyuta. Ukienda kusoma kwenye Yoeli 2. Kwenye Yoeli 2 anakupa jinsi vita ya 3 ya dunia itakapokuwa. Kwa hiyo vita ya 3 ndio maana Putin anakuambia vita ya 3 ya dunia watu watakuwa kama ofisini. Kwa hiyo lile bomu la nyuklia linaloitwa Avagand au Satan 2, lile lenyewe lina vichwa vya nyuklia karibuni 20. Kwa hiyo lile bomu la nyuklia Avagand linapo, kwa mfano tuseme Putin leo abonyeze ile kompyuta yake, lile Avagand linapita chini North Pole. Yaani bomu linaenda juu alafu linapita chini. Linaenda kutokea Marekani. Alafu likifika kwenye usawa wa anga, dunia ilivyotengenezwa hapo juu, macho yanapoishia huo ndio anga. Kwa hiyo lile bomu linaingia kwenye anga, alafu linakuja. Likifika usawa ambao macho yanaweza kuona, linagawanyika kwenye vichwa 20. Na kila kichwa kimoja cha nyuklia kina uwezo wa kuangamiza nchi yenye ukubwa wa Ufaransa. Kwa hiyo tunapokuambia vita ya 3 ya nyuklia ipo kwenye Biblia, tunamaanisha tunachokiongea. Na wanasayansi wanakwambia baada ya vita ya 3 ya nyuklia hapa maisha duniani itakuwa magumu. Ndipo pale Biblia inakwambia siku za mwisho watu watakula nyama ya mtu. Kwa nini? Kwa sababu vita ya 3 ya nyuklia itakapotokea, ule moshi wa nyuklia, baada ya vita ya nyuklia kuna moshi unapanda kwenye anga. Hilo anga kwa Kiingereza tunaita atmosphere kwa Kiingereza. Kwa hiyo ule moshi wa nyuklia kwa Kiingereza tunaita mushroom cloud, inapanda kwenye anga, inazuia jua. Na ukienda kwenye geography, ili mvua inyeshe kunatakiwa kuwe na jua. Kwa hiyo mvua ili inyeshe kuna kitu kinaitwa rain cycle. Kwa hiyo vita ya 3 ya nyuklia inapotokea, ule moshi unapopanda kwenye atmosphere utazuia miali ya jua. Unaposoma geography, ili mvua inyeshe kuna kitu kinaitwa evaporation. Yale maji yaliyoko kwenye vilindi vya maji yanaenda juu kama mvua.